na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ona, kitenda dhambi atasamehewa, lakini wafanye nini? Endelea. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Umeona, kuungama dhambi na kuombeana, ambao jambo hilo ndio inayesumbua watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Point ya D ni tuombe kutokana na mahitaji yetu. Hatuwezi kupokea mahitaji tukiwa na nia mbaya katika kuomba kwetu. Umeona sasa? Ukiwa na nia mbaya katika kuomba kwako, uweze ukapokea bila shaka unachoomba kutoka kwa Mungu, maana lazima nia yako na iwe njema. Bila shaka soma Zaburi 27 Saganda mstari wa 7 mpaka 12. Soma Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka 11. Zaburi sura ya 27 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 22. Imeandikwa, Ee Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili unijibu. Uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe, wala usiniache, e Mungu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu. Bila shaka acha hapo tayari. Mtunga Zaburi umeona akiomba kwa ajili kutokana na mahitaji yake. Hebu tusikie, soma kwenye Mathayo 7 mstari wa 7 hadi 11. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye upokea, naye atafutaye uona, naye abishaye atafunguliwa. Bila shaka utakavobisha, utakavokwenda mbele za Mungu kwa ajili ya mahitaji yako, lakini kwa nia njema, bila shaka utapata kujibiwa, ama maombi yako yatakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanake muomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa wema wao muombao? Bila shaka tumeona kuomba, lazima tuombe kutokana na mahitaji yetu, lakini hatuwezi kupokea kama tukiwa na nia mbaya katika kuomba kwetu. Na pointi ya mwisho ni lazima tuwaombee wengine kwa moyo wote. Lazima tuwaombee wengine kwa moyo wote. Bila shaka Saganda, hebu soma Hesabu 14 mstari wa 13 mpaka 19, na soma Zaburi ya 122 mstari wa 6 mpaka wa 9, na bila shaka Mary utasoma Luka 22 mstari wa 31 mpaka 32, na Flora utasoma Luka 23 mstari wa 34. Hebu tuende kwa haraka. Hesabu sura ya 14 mstari wa 13 wa 19. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha wataambiwa wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana
waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yako. Kisha wewe ukatangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Bila shaka Musa anaombea wana wa Israeli, lakini kwa moyo wote. Hii inakupa kibali, lakini pata picha, ni wale waliyetenda mabaya yale, ndiyo maana Musa anawaombea. Yule anayetenda mabaya kinyume nawe, maana bila shaka ina maana wale kitendo alichotenda ingemgharimu hata Musa maisha yake. Lakini pata picha kuwa tunahitaji kuombea wengine. Ndio maana lazima Yesu akasema tuombee wachawi, waganga na wote wanayekwenda kinyume nasi, lakini tuombee mema. Amina. Anayefuata Zaburi 122 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9. Ndio. Utakieni Yerusalemu amani, na wafanikiwe wakupendao. Amani na ikae ndani ya kuta zako, na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikawe nawe. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu utafutie mema. Bila shaka Daudi anaomba kwa ajili ya ndugu zake pamoja na mji wa Yerusalemu. Bila shaka unaona kila siku hapa agizo kuu hatukosi kuomba kwa ajili ya taifa letu, kuomba kwa ajili ya viongozi wetu, maana tutawategemeza kwa maombi. Umeona Musa alipokwenda kule mlimani, pamoja na Musa alikuwa ni kiongozi na alikuwa naomba, bila Haruni na Huri kuitegemeza mikono yake juu, Musa alishachoka. So tunapoombea viongozi wetu na taifa letu, bila shaka wanapata nguvu ya kuendelea kutuongoza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Usikose kuomba kwa ajili ya taifa letu. Yawezekana wewe ndio unayeombea taifa, yawezekana wengine waombei taifa, yawezekana wengine wanaomba kinyume na taifa. So ndio maana wewe jichukulie kama ni mtu ambaye anaomba kwa ajili ya taifa. Yawezekana tusijue kama unaombea taifa, lakini omba na moyo wako wote kwa ajili ya taifa. Mungu utazama mwenye haki mmoja tu, anayesimama neno lake ili apate kufanya nini? Kulitimiza. Omba kwa ajili ya majanga yote yaondoke, ajali ziondoke, tetemeko ziondoke, haya masuala ya ujangili na ujambazi yaondoke, masuala ya kuuana, masuala ya ajali. Ni nani atakayesimama? Ni mtu mmoja ambao ni wewe. Lakini kumbuka, unaweza kadhani mwingine anaomba, lakini mwingine hawezekana aombi kwa ajili ya taifa, taki taifa mema. Makanisani kuna watu wataki taifa mema, wanaomba kinyume. Sio kila mtu anayecheka na wewe anakutakia mema. Kuna watu ambao wangependa kuona taifa haina amani, taifa likinawiri. Kuna watu ambao anacheka tu, lakini angependa kuona taifa serikali ikianguka, lakini akiwa na nia binafsi ya faida. Lakini mimi nasema hivi, kama kweli wewe ni wa Mungu, basi unahitaji kusimama na neno ya kuwa kila uongozi unatoka wapi? Akitoka kwa Mungu. Sasa mbona unapinga? Yawezekana wewe uliomba kinyume, yawezekana wewe uliomba ya kuwa mtu fulani ndio aingie, lakini Mungu kwa hekima yake na busara zake akaleta chaguo lake ambayo anastahili na kufaa kwa wakati huo. Unahitaji kufanya nayo kazi, fanya naye kazi mpaka amalize wakati wake. Hapo ndipo sasa usubiri tena kuomba tena. Uwezekano mara hii ukaomba ukabahatisha, lakini sasa kama watu wa Mungu tunaanza kubahatisha. Mambo muhimu katika maombi yako ile ijibiwe. Dondoo muhimu ili maombi yako yawe na nguvu saganda. Vinginevyo utaomba alafu yanakuwa kinyume. Hata watu wa Mungu umewaangusha. Mungu mwenyewe umemwangusha, kwa sababu kama Mungu akusema kwa fulani atashinda alafu ukasema atashinda. Nasema hivi, ukitulia katika neno la Mungu utafahamu vitu vingi sana. Mimi namshukuru Mungu, maana mtu anapoomba anajua huyu anaomba kwa mapenzi yake. Anaomba kwa mapenzi yake, sio mapenzi ya Mungu.
Maana utakapoomba kwa ajili ya uchaguzi, utaomba kuwa mapenzi yako yatimie duniani kama yanavyotimia mbinguni. Mbinguni uongozi wako unatawala vizuri, na duniani utuwekee uongozi itakayetawala vizuri. So Mungu akishaweka utawala huo, tena wewe ndio unaenda kinyume. Lakini sio wanachosema wachungaji kutoka kwenye vinywa vyao ndio aliyepo mioyoni mwao. Kitu kizuri ni wasidanganywe. Man, I was here when people were praying before the general election. I know each and everything which was said by everybody. Within a short duration, the tune has changed. The tune which people are singing is not the tune which they were singing. They think that they can continue brainwashing people. We are no longer children. We are grown up. We don't know how to differentiate what is not right and what is right. But people do assume, just assume, but they are brainwashing you. Just assume. They are joking with your mind. They are fooling you. They are making you to be a fool. If now the servants of God are turning to brainwash people, to fool people, then there is something which is wrong somewhere. If you said that so and so will win the general election, you have not come up and told us why it didn't happen. And now you are jumping and singing another tune. How can we understand you? Unless we are stupid. I'm saying this. This is how people are joking with the gospel. Are we serving the true God? Do they want to mean to tell us that God was a liar by then? I'm serious about this. I am a preacher like other preachers. I am not better than them. Of course, they know much better than I do. Of course, I'm younger than them spiritually. They are grown up more than me spiritually. But what they are doing actually doesn't portray what Jesus commanded us or commissioned us. That is why these people are not taking people to the eternal life. These people, God is done with them. They're no longer with the Lord. They're not using the Bible. They use their own motive and their revelation, personal revelations. And there must be something which they are covering people with. How comes that? How can I cheat you then tomorrow? You don't ask me what I said about yesterday. Again, you continue listening to me. There must be something which I've done wrong against you. If at all there is something covering people, because I don't think that people are like that. Me, if you say something, I will remember it. Before you proceed telling me another thing, I will be questioning myself, what about what he said? It has not come to pass. Even for the prophets during that time, for them to be called the real prophets, it was judged by what they prophesied. If it did not come to pass, then they were being questioned. But what about nowadays? I am a prophet. You know, I know what? Unless you let me know, how will I know? You know, how will I know? Let me know. Don't say that I know, I don't know. Of course I don't know, unless you make me know. When you don't let me know, how will I know? We are mixing people up. We are confusing people. That is why so many people are running away from salvation. So many people are not ready to give Jesus Christ their life, because there is mess up in that area. They do tend to be good.
They do take themselves to be perfect. They do take themselves to know everything because they don't give room to be questioned. That is why when Jesus was teaching the gospel, there was a room for asking questions. You have to give us time to ask questions. That is the foundation of our church. If you stand on this pulpit to teach us, you will also give us time to ask questions. When you give us time to ask, we will ask you that. Of course you said that so and so will win the election. What happened? What went wrong? Definitely we look for cold water first of all. You try to cool your temperature. But because you don't give people room to ask you, you think they're stupid. They're not stupid. God is raising people up. God is trying to change people. Very soon the people will be asking such like questions. That is what is happening in the other world. In the churches, of course, the servants of God, they have turned to be God. Because who is not supposed to be questioned is God. So what I'm saying is this is clear. If you like to be cheated, then this is not the right place for you to stay. Better pack up your belongings and march away. Here we are not fooling people. Here we are not brainwashing people. Here we are not trying to cover people's mind. We are here to take people to eternal life. That is the main theme of our salvation. God was talking to somebody. I don't know if it was you. If it was you, then you better change. The earlier, the better. But if it is late, then it is better late than never. Praise the Lord. Amen. Nani alikuwa anasoma? Luka 31 mpaka 32. Hallelujah. Luka 22:31 mpaka 32. mpaka 32. Ndio? Akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka nyinyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Bila shaka Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye namba 2. Tulikuwa kwenye namba 1 na zile subtopic zake. Point ya pili ambao swali hili ni tunapaswa kuomba namna gani? Sema ninapaswa kuomba namna gani? Ninapaswa kuomba namna gani? Nikuulize, je, unapaswa kuomba namna gani? Huo unaombagaje? Umeona jinsi inavyokuwa patamu. Unapaswa kuombaje? Na mtu ambaye atakaa katika haya siku zijazo, hakuna atakayemwelewa. Mungu anafanya mambo haya watu wajue. Watu watakapoyajua, basi kila mtu lazima atembee katika ukweli ili apate kusonga mbele. Vinginevyo unabaki mtupu. Maana kama watu wanajua kabisa kuwa dhamiri yetu lazima iwe nzuri wakati wa kuomba, moyo wako sawa, huku na uwasama na mtu, hiyo toba uliyeomba ni wapi? Hiyo msamaha uliyesamehe ni wapi? Mama Musi, mpaka bado katika maombi yako wewe bado umenyosha shingo. Yani maybe in another planet, not on earth. Umeona, sisi wanagizo kuu, Mungu anatuonyesha kuwa kuna kitu ambacho kipo sawa. Kama huwezi kubadilika sasa wewe, maana hizi ni dodoza maombi. Hujaanza kuomba. Kabla hujaanza kuomba, kabla hujagagaa chini pale, hujapiga na magoti kwanza, umeshamalizana na yule adui wako. Yesu anasema kwenye Mathayo 18, tafuteni amani na watu wote. Ukipatana na ndugu zako,
umempata ndugu yako. Yesu maneno yake, Mungu wasamehe. Mungu wasamehe, maana hawajui neno walitendalo. Tunapaswa kuomba namna gani? Yesu anasisitiza unyofu wa mioyo yetu. Hatuwezi tukasikilizwa watu wa Mungu hata tukiomba kwa maneno mengi. Bwana utazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Soma Mathayo 6:7. Sio tu kuomba maneno mengi, wala sio tu kupiga kelele, watu wa Mungu. 6:7 Mathayo 6:7 inasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao dhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Umeona sasa? Hiyo ni moja kati ya uombeji. Watu wa Mungu, sio maombi ya maneno mengi yanafanya. Kuna wakati mwingine unaongea maneno mengi lakini they are empty words. Maneno matupu. Baba, umejua mimi ni mwema, lakini sasa unamdanganya Mungu wakati kila mtu anajua wewe ni mbaya. Maana tunaishi katikati ya watu, hatuishi kwenye sayari nyingine. Juzi mimi kuna kitu kilinishangaza sana. Fundi mmoja alikuja nyumbani. Nilikuwa natafuta fundi. Nikaenda kwake. Sikumkuta, nikaambiwa soma namba pale, nikampigia. Nikamwambia, fundi, nataka nikuone. Akasema, bwana, nitakuja kesho kutwa, maana nitarudi kesho jioni. Lakini akaja kwangu asubuhi saa 3. Tukatoka naye tukienda mahali. Ananiita mtumishi. Nikaniambia, mnyamaza. Mimi sio mtumishi. Akasema, wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini sikujua nani akamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni ramani. Wewe ni kitabu unasoma. Kitabu hakijui nani anachokisoma. Pale unapoishi, kwenye mji wako, kwenye nchi yako, na hii dunia ambayo sasa hivi imekuwa kijiji kimoja, kile unachokitenda na kusema inaonekana duniani. Ndio maana watu wa Mungu, tuishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, maana watu wanatutazama. Sisi watu wa Mungu, usiwe role model ya watu kwa sababu ya mabaya. Bila shaka utakuwa unapeleka watu motoni. If at all you want to be an icon, then how do you influence people's life? The impact you are bringing inside the people. Unaweza ukawahamasisha watu, lakini ukawahamasisha watu katika mabaya. Bila shaka ni nzuri, maana utapata maarufu, maana mambo mabaya kufanya watu wapate maarufu haraka. Lakini Yesu akirudi, kuna watu ambao wameshaacha kabisa, wataki tena kwenda mbinguni. Sijui kama wewe ni mmoja kati yao, lakini tunataka kwenda mbinguni. Watu tunyenyekeshe chini hapo msalaba wa Yesu. Point namba 2, tunaweza kuomba kimya. Watu wa Mungu, unaweza kuomba kimya. Saganda, fungua Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari 23. Tunaweza kuomba kimya. Nitaenda haraka kwa sababu ya muda. Tunaweza kuomba kwa sauti. Fungua Nehemia 9 mstari wa 4. Na Epafra, fungua Ezekieli 11:23. Tunaweza kuomba kwa sauti. Tunaweza kuomba kwa maneno yetu ama kwa maneno ya maandiko. Lakini pia tunaweza kuomba kwa akili, au tunaweza kuomba kwa roho. Unaweza kuomba kwa akili yako, hivi unaongozwa na Roho Mtakatifu katika akili, ama unaweza kaomba kwa kupitia kunena kwa lugha. Tunaweza kuomba. Tayari uliyeanza soma Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 3.
Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini mwake na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini mwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Fineasi. Unasoma mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Samueli wa kwanza soma 13, mstari wa 13. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Bila shaka mtu wa Mungu, kuna wakati mwingine unaweza kukaa kwenye daladala lakini midomo yako ikacheza. Unaweza ukaomba kimya, lakini bila shaka ikawa moja kati ya njia kujibiwa maombi yako. So umeona umekaa kwenye ndege lakini ndio unacheza, na maana unanena kwa lugha ama unaomba kimoyo. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia 9 mstari wa 4. Kuomba kwa sauti. Ndipo wakasimama madarajani pa Walawi, Yeshua na Bani na Kadmieli na Shebania na Buni na Sherebia na Bani na Kenani, wakimlilia Bwana Mungu wao kwa sauti kuu. Kuomba kwa sauti, walimlilia Mungu wao kwa sauti kuu. Ezekieli 11:13, Epafra, kuomba kwa sauti. Ikawa nilipotoa unabii, Elatia mwana wa Benaya akafa, ndipo nikaanguka kifudifudi, nikalia kwa sauti kuu nikisema, Bwana Mungu, je, utawakomesha kabisa mabaki ya Israeli? Bwana analia kwa sauti, utakomesha mabaki ya Israeli. Huyu ni nabii ambayo anaomba kwa ajili ya mtu ambaye amekufa kwa sababu ametenda mabaya, lakini anaomba kwa ajili ya watu wengine. Analia akaanguka chini akiomba kwa Bwana, utawakomesha, na maana utawaangamiza wote mabaki ya Israeli. Maana Ezekieli alifanyika nabii kule utumwani, wakati yeye ilitakiwa awe ni kuhani Yerusalemu. Alipopelekwa utumwani kule Babeli katika ile msafara wa pili ambao ilikuwa ni mwaka wa 595 baada ya msafara wa kwanza ule wa mwaka 606, bila shaka akafanywa kwani akaomba akimuuliza Mungu, lakini kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuomba kwa maneno yetu hiyo, tunaweza kuomba kwa akili, au tunaweza kuomba kwa roho. Ambayo ni katika kunena kwa lugha. Soma Wakorintho wa kwanza 14 mpaka 15, Saganda. Na tunaweza kuomba kwa kuugua, yani bila kutumia maneno ya wanadamu. Soma Warumi 8:26 baada ya Saganda. Na njia nyingine ya kuomba ni kumwimbia Bwana. Ina maana utasoma Mary, utasoma njia nyingine ya kumwimbia Bwana ni Zaburi ya 92 mstari wa kwanza mpaka wa pili, na Flora Efeso 5:19 mpaka 20. Alafu Epafra utasoma Kolosai 3:16. Tuanze na nani? Tuanze wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14 mpaka 15. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Nimekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Umeona, kuna kuomba kwa roho na kuna kuomba kwa akili. Na maana unaomba watu wanakusikiliza hivi, lakini Roho Mtakatifu anakupa hiyo akili ili upate kupanga maneno ya Mungu vizuri kwenye Biblia. Amina. Kama ulikuwepo muda ule nilipokuwa naombea watu, ulisikia jinsi nilivyokuwa naomba, na ile sura ya kwanza ya Mwanzo inayohusu uumbaji. Ina maana unaongozwa na Roho Mtakatifu katika kutumia akili katika kuomba, lakini pia unaweza kaomba katika roho. Ina maana kwa lugha zisizokuwa za wanadamu. Lakini Paulo akasema iliyo bora ni ile unayoomba na watu wanasikia, kwa sababu watajifunza jinsi unavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Anayefuata Warumi 8:26. Tunaomba kwa kuugua, yani bila kutumia maneno ya wanadamu. Kadhalika Roho naye kusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo,
lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bila shaka Roho Mtakatifu utusaidia kuomba kupitia maneno yetu. Inawezekana kuona mtu ananena kwa lugha pasipo ajatamke ya tabarabashata kapa itokoto na kama na manama. Maneno hayo ni maneno ya roho, ina maana sio lugha ya wana Adam. Njia nyingine ya kuomba ni kumwimbia Bwana. Zaburi 92 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mary, Zaburi 92 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuimba jina lako uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Vizuri, mtu mwingine asome Efeso 5:19 mpaka 20. Efeso 5:19 mpaka 20. Isemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Kolosai 3:16. Jina la Kristo na nikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za akili za rohoni, mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Vizuri. Point nyingine ni maombi ya bidii kwa Bwana. Wakati mwingine yataambatana pamoja na kufunga. Maombi ya bidii kwa Bwana iwe inaambatana na kufunga. Na hebu soma Ezra Saganda 8:21, soma Nehemia 1 mstari wa 4, na Mary Danieli 9:3 mpaka 4, Flora Luka sura ya 2 mstari wa 37, Matendo ya Mitume Epafra sura 14 mstari wa 23, na tukimalizia na Mama Joshua atasoma Mathayo 6:16. Tuanze na Ezra 8:21. Kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Umeona, aliamua Ezra wakiwa safarini wanarudi kule Yerusalemu wapate kufunga ili wajinyenyekeshe mbele za Bwana. Hebu pata picha kwa kilichofanya wafunge ni wajinyenyekeshe mbele za Bwana. Na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme kusema, mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wamfuatao. Pata soma Nehemia sura ya 1 mstari wa 4. Nehemia sura ya 1 mstari wa 4. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Bila shaka Nehemia alipopewa taarifa na wale ndugu zake ya kuwa mji umeshajengwa lakini ukuta haujajengwa, basi jambo hilo likamsononesha Nehemia. Akaomba na kufunga, naye kweli alipochukua kikombe na kwenda kumnywesha mfalme akapata kibali, akadhaminiwa, pewa dhamana na vitu, na akaenda kujenga huo ukuta wa Yerusalemu. Danieli 9:3 mpaka 4. Mary, Danieli 9:3 mpaka 4 inasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau
Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Luka sura ya 2 mstari wa 37. Luka sura ya 2 mstari wa 37. Palikuwa naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu ila kuabudu usiku na mchana na kufunga na kuomba. Bila shaka inaongelea yule Ana binti Fanueli ambayo alikaa akifunga na kuomba akitumainia kupata kuona wokovu ambao ni mtoto ambaye angezaliwa Kristo Yesu pamoja na yule aliyempokea, na bila shaka ilitimia. Mpata picha mtu alikuwa anafunga tu akisubiria kupata kumwona, hajui atazaliwa lini. Ndio maana watu wa Mungu tunahitaji kubadilika na kwenda katika imani iliyo juu. Matendo 14:23. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Bila shaka walichaguliwa baada ya Paulo na mwenzake, baada ya wale kufunga na kuomba na kuwekewa mkono na kutumwa. Maana kumbuka ya kuwa Mungu akawaambia kuwa nitengeni Paulo na Baranaba kwa kazi niliyefanya nini, niliyewaitia. So walifunga na kuomba, ikawa hivyo. Hebu 6:16 Mathayo. Imeandikwa, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili onekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bila shaka chochote unachofanya sio tu kufunga, lakini hata kuomba. Usiombe watu wakuone, usifanye watu wakuone. Fanya ili Bwana aonaye hadi sirini apate kukuona. Lakini vizuri unapofunga, kama ni lazima watu wajue, sio mbaya, lakini kama sio lazima, paka uso wako. Zamani watu walikuwa wakifunga, walikuwa wanapaka majivu waonekane, alafu wanapaa na matambara. Lakini sasa hivi vaa vizuri tu, mtu asijue kama ni lazima. Naenda kwenye point ya 3 na ya mwisho, ambayo ni mkao upi unayefaa kwa maombi. Nitaka chache alafu tamshukuru Mungu. Tumeona kwanza vidokezo gani vinavyoonyesha maombi ya nguvu ama maombi ya kujibiwa, lakini ya pili tunapaswa kuomba namna gani. Na sasa point hii ya 3, namba 3, ni mkao upi unayofaa kwa maombi. Ukaaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia wapo watu waliosimama kusimama wima. Hebu soma Wafalme wa kwanza 8:22, Saganda Nehemia 9:4-5. Walioomba wima wamesimama. Kumbe kusimama maruhusiwa. Wafalme wa kwanza 8:22. Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni. Bila shaka alisimama akainua mikono yake juu akaomba. So unaweza kainua mkono juu ukaomba ukiwa umesimama, moja kati ya mkao. Bwana Yesu asifiwe. Saganda Nehemia 9:4-5. Ndipo wakasimama madarajani pa Walawi, Yeshua na Bani na Kedimieli na Shebania na Buni na Sherebia na Bani na Kenani, wakamlilia Bwana Mungu wao kwa sauti kuu. Ndipo Walawi, Yeshua na Kedimieli na Bani na Yeshabinei na Sherebia na Hodia na Shebania na Petania wakasema, simameni mkamhimidi Bwana Mungu wenu tangu milele na hata milele. Na lihimidiwe jina lako tukufu lililotukuka kuliko baraza zote za sifa zote. Vizuri. Point ya pili, mkao wa pili ni mkao upi? Ni kukaa. Soma Mambo ya Nyakati ya kwanza 17-16 na Saganda Luka 10:13.
mkao wa kukaa. Mambo ya Nyakati ya Kwanza 17:16 na Saganda Luka 10:13. Maandiko Nyakati wa Kwanza 17:16. Ndipo akaingia Daudi mfalme akaketi mbele za Bwana. Akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini hata umenileta hata hapa? Bila shaka unaweza ukakaa chini nyumbani mwa Bwana ama sehemu yoyote, jinsi unapoongozwa na Roho Mtakatifu ikawa jema. Saganda Luka sura ya 10 mstari wa 13. Ole wako Korazini, ole wako Betsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za magunia na majivu. Bila shaka wangetubu huku wakiketi, kama miujiza hiyo ingetokea kwao, mkao wa kuketi. Kupiga magoti. Suma Ezra 9:5, Saganda Danieli 6:10 na Epafra Matendo ya Mitume 20:36. Ezra 9:5. Na wakati wa sadaka jioni nikainuka baada ya kunyenyekea kwangu, nguo yangu na joo yangu zimeraruliwa, nikaanguka magotini, nikakunjua mikono yangu mbele za Bwana Mungu wangu. Akapiga magoti, akainua mikono yake juu, lakini magotini. Ezra sura ya 6 mstari wa Danieli 6:10. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Vizuri, unaweza ukapiga magoti. Epafra Matendo 20:36. Aliyepata some. Alipokwisha kunena hayo akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Bila shaka kupiga magoti. Basi mkao mwingine ni kulala kitandani. Soma Zaburi 63 mstari wa 6. Ndio. Sasa hii itakupa fursa ya pale umekaa kitandani hujapata usingizi, yale mawazo yanayokujia utayaondoa kwa kufanya nini? Ila pia unapiga maombi pale. Nataka tumkabe shetani mwaka huu mpaka akome kwa jina la Yesu. Zaburi 63:6. Ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Bila shaka walete hiyo waipaishe usingizi. Bila shaka umkumbuke Mungu, ya tafakari na kuomba kama wajaleta usingizi pasipo wao kutaka. Hebu twende kwenye sehemu nyingine. Kuinama chini hata ardhini. Saganda Kutoka 34:8 na Suma Zaburi 95 mstari wa 6. Zaburi ya 95 na mstari wa 6. Kuinama chini hata ardhini. Kutoka 34 mstari wa 8. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu. Maana kuinamisha kichwa mpaka kusujudu. Vizuri. Soma Zaburi 95:6. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Bila shaka unapopiga magoti alafu kusujudu, ina maana kichwa kinafanya nini? Kinagota chini. Amina. Mkao wengine ni kulala chini. Saganda Samueli wa pili na sura 12 mstari wa 16. Soma Mathayo 26 mstari wa 39. Kulala chini. Yaani huna kisingizio, mchungaji nilichoka sana, ulishindwa kulala chini. Mchungaji nilikuwa najisikia, ulishindwa kukaa chini. Samueli wa pili sura 12 mstari wa 16. Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 16 na mstari wa 16. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto,
Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Akalala usiku kucha chini, anafanya nini? Anaomba. Yaani sidhani kama utakosa mkao wa kukaa wakati wa kuomba. Soma Mathayo 26:36. 39. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hiyo ni katika pale Getsemani, bustani ya Getsemani. Point ya mwisho, mkao wa mwisho ni kuinua mikono juu mbinguni. Yawezekana ukainua mikono umekaa, unawezekana ukainua mkono umesimama, unawezekana ukainua mkono umelala, lakini kuinua mkono juu mbinguni. Saganda Zaburi 24 mstari wa 2, soma Isaya 1:15, na Epafra utamaliza Timotheo wa kwanza mstari wa 2, sura ya 2 mstari wa 5. Zaburi 28 mstari wa 2. Uisikie sauti ya dua yangu nikuombapo, nikipainulia patakatifu pako mikono yangu. Vizuri. Isaya. Umesoma Isaya? Isaya sura ya kwanza mstari wa 15. Kwanza mstari wa 15. Unasema hivi, nanyi mkunjuapo mikono yenu nitajificha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia mikono yenu imejaa damu. Soma Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Hata mtu akishindana katika machezo ya Sura ya 2 mstari wa 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu ni wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Soma 8 mstari wa 8. Basi nataka wanaume wazalishe kila mahali. Hebu soma wewe. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Bila shaka wanaume wasalishe, amina, wakiwa wameinua mikono juu. Na watu wa Mungu nisikilize, mtu anayeomba ataongozwa na Roho Mtakatifu. Ni mkao upi unayefaa kwa maombi yake? So mkao wa kwanza ni kusimama wima, mkao wa pili ni kukaa, mkao wa tatu ni kupiga magoti, mkao wa nne ni kulala kitandani, tano ni kuinama chini hadi ardhini, na mkao mwingine ni kulala chini. Mkao wa mwisho ni kuinua mikono juu mbinguni. Sasa sijasema kwa ni lazima ulale chini, sijasema kuwa ni lazima upige magoti, sema ni lazima usujudu, lakini ninachosema ni nini? Ninachosema mtu wa Mungu ni uongozwe na Roho Mtakatifu, kile ambacho unasikia kutoka ndani. Kuna wakati unahisi kupiga magoti, kuna wakati unahisi kusimama tu, kuna wakati hata unapolala. Hii tupe nafasi ya tunapokaa kitandani tujalala, tusianze kuwaza nini bali tupoke. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Of course nadhani watu tulishawaombea, lakini nataka nimshukuru tu Mungu tupate kwenda nyumbani. Na kama kuna mtu yote mwenye swali, nakaribisha swali kabla sijamshukuru Bwana. Nitamshukuru Bwana kwa kumwinulia nafsi zetu.
Mimi hapo umeona kuna aina nyingi, kuna kupiga magoti, kuna kukaa, kuna kuinua mikono juu. Sasa katika njia zote hizi ambayo kidogo ambayo ni njema kuliko zote ni ipi? Hakuna njia iliyo njema, zote ni njema kwa sababu utaongezwa na Roho Mtakatifu. Ukitaka kusimama utaongozwa usimame, na ukiomba itafika. Ukitaka kukaa, ukijihisi kukaa, bila shaka. Kama umeambiwa ukae alafu kaomba umesimama, bila shaka sidhani kama maombi hapa naweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa upige magoti alafu ukasimama, hiyo itaonyesha utovu wa nidhamu mbele za Bwana. So kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu na yeye ndio anayetuongoza, atakuongoza katika yaani unapotaka kuomba, ule mkao utakayeongozwa ndio uliye bora kwa wakati huo. Lakini mkao kuanzia kwanza mpaka mwisho yote ni bora, lakini kwa wakati unayefaa uliyeongozwa na Roho Mtakatifu. Nani mwingine mwenye swali? Mimi na sio swali, nataka kushukuru kwa sababu najua pastor inafikaga mahali tulikuwa tujafundishwa namna ya position za namna za kuomba, yani unatakiwa kwenye position gani unaweza kufanya nini. Tulikuwa tunajua tu kabla hujalala ni lazima uombe. Sasa inafika wakati mwingine unatoka kazini umeshachoka, unasema nitaomba, alafu unaingia kitandani, usingizi wakati mwingine unakuwa haupo, lakini unadhania kwamba unahitaji kuomba kwa sababu tayari umeshaingia kitandani. Kwa hiyo unakuta badala ya yani right tulikuwa tunajua kama hata ukiwa kitandani unaweza kuomba, sababu watatu usingekuwa tumefikia mbaya kama tulivyofikia. Kwa hiyo unalala hapo kitandani, usingizi umeisha na kuomba hukuomba, kwa sababu unajua kwamba kuomba ni lazima umekaa kabla uingie kitandani. Kwa ule muda ambao uko tu idle unaweza kujaza vitu ambavyo havistahili. Kwa mimi namshukuru Mungu kwamba ni jinsi gani Mungu anavyotutafuta ili tuwe karibu naye. Yaani kama alivyosema kwamba yeye wanaweza yeye alikuwa katikati yao, lakini sasa yuko ndani yetu. Kumbe haijalishi ulale umesimama, kwa sababu yuko ndani yako, bado una nafasi ya kusema. Bila shaka watu wa Mungu, acha nimshukuru Mungu, lakini kesho tutaenda kwenye mfano wa watu walioomba kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Na bila shaka Jumamosi tukiwasha moto, ingawa Jumapili inabidi turudie haya yote ambayo tuliyapitia kwa watu ambao hawakuwepo. Nitairudia, alafu bila shaka tutapeleka watu kwenye ile ramani mpya, na bila shaka of course tutakuwa tumeshaanza sasa kitu kinachoitwa kuomba. Nini? Tutaomba na kila kitabu kwenye Biblia, sio tu kupitia kitabu, tutapitia na kuomba. Shetani atajificha wapi? Vichaka vyote tutaviteketeza kwa moto tutakayewasha, hapa takuwa na pa kujificha. Mimi namshukuru Mungu. Bwana, wewe ni mwema na ni mtakatifu, na jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Baba tumepata kujifunza, Baba wa rehema, mbinu za kuomba. Baba wa rehema, tumeona vidokezo vinavyoonyesha Baba maombi yenye nguvu, lakini pia swali la tuombeje, lakini pia mkao Baba wa rehema kuomba. Neema yako iliyekuwepo katika eneo hili itamie watu wako Baba, maana kuanzia leo bila shaka Baba wa rehema wamejua waombeje. Roho Mtakatifu ataendelea kuwakumbusha hayo na wakiweka katika matumizi. Baba, Roho Mtakatifu wasaidie watu hawa wakati wa kuomba. Kama ni wakati wa kupiga magoti, wapige magoti. Kama ni wakati wa kusimama, kama ni wakati wa kukaa, kama ni wakati wa kulala, kama ni wakati wa kusujudu. Na Baba wa rehema, haya yote iwe ni sehemu ya maisha yao, nao wawe ni nuru wa kuangaza kule nje. Neno lako liwatamie, na Baba neno lako liendelee kuwafungua ikiwaweka huru. Nami natukuza jina lako kwa ajili ya neema yako Baba, na mawazo mazuri unayetuwazia sisi na taifa letu. Sante Baba wa rehema, maana utaendelea kuwa pamoja nasi. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Sema asante Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya kuendelea kunifundisha maombi. Basi ubarikiwe sana mtu wa Mungu, lakini tunaendelea.
Amina. Kesho tutaendelea.